Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya leo lundi le 8 Desembre 2025. Tukiwakaribisha ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Ni habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari zetu tutawapeleka moja kwa moja ndani ya eneo ya Sange ambapo mapigano makali yalikuwa yakiripotiwa hapo kati ya waasi wa AFC M23 na jeshi la Burundi na vikosi vya FARDC. Tutawaambia muda huu hali ni vipi. Upande mwingine tutawaambia hotuba yake Felix Tshisekedi ya siku ya leo alichokitangaza kwa wakongomani wote, na kuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili kuelewa kinachoendelea. Unayoifuata ni Kwetu TV, kama kawaida ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika na zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, mjiabone ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike, muzisambaze habari hizi kwa walio wengi. Muendelee kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia link ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka kabisa mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia, tuwapeleke moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu, territoire ya Uvira, mweneo ya Sange ambapo mapigano makali yaliripotiwa huko kati ya wasi wa AFC M23 na vikosi vya jeshi la wazalendo na wasi wa AFC M23. Ilikuwa mchana wa leo ambapo wasi wa AFC M23 walianza kuwashambulia wazalendo, jeshi la Burundi na FARDC ndani ya maeneo karibu na Sange. Mapigano hayo yalisababisha panike mu wakaaji wa Sange, wakaanza kukimbia maeneo hayo kutokana na hali hiyo ya vita. Walielekea Uvira, wengine Burundi na wengine kukimbilia misituni, hata wengine mu maeneo karibu na hapo yenye usalama zaidi. Na baada ya mapigano hapo, vyanzo vyetu kutoka Sange vinatuambia ya kwamba wasi wa AFC M23 walifika ndani ya mji wa Sange wakaukamata. Wanajeshi wa wazalendo, jeshi la FARDC pamoja na jeshi la Burundi waliendelea kusogea nyuma wakielekea ndani ya mji wa Uvira. Ni habari ambazo zinatufikia kabisa kutoka kwa vyanzo vyetu ndani ya mji wa Sange. Ni habari ambayo haijatangazwa na FARDC ama wazalendo pale wakisema ya kwamba AFC M23 isha kamata hapo, hawajatangaza hayo. Na habari ziliendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii tangu saa za saa 8 ya kwamba wasi wa AFC M23 walikamata eneo ya Sange. Kama kawaida mnajua ya kwamba kabla ya kuingia ndani kabisa tuulize vyanzo vyetu vinavyopatikana hapo hali ni vipi. Tuwezi tukawaambia mambo ambayo hatujui. Pour le moment vyanzo vyetu pale kutoka Sange vinatuambia ya kwamba wasi wa AFC M23 walikamata eneo ya Sange, na kuingia kwao hapo Sange wanatuambia ya kwamba kukokuwa hata mapigano makali. Walikuwa wakipigana aux alentours de Sange. Vikosi vya FARDC vilikuwa deja vimeondoka ndani ya mji wa Sange, wakati wazalendo walikuwa wakiwapiganisha wabakie pale wapigane kufro. Wanajeshi wa FARDC waliendelea kuondoka Sange wakielekea ndani ya mji wa Uvira, ikaacha wazalendo nao hawapate nguvu pale paske FARDC iliondoka kabisa na vifaa vyote. Wazalendo kupigana pale hawakupata nguvu za kuwasimamisha wasi wa AFC M23. Kwa sasa vyanzo vyetu pale vinatuambia ya kwamba wasi wa AFC M23 waisha ukamata mji wa Sange ambao unapatikana kilomita 30 na mji wa Bukavu, ni plito na mji wa Uvira.
Na FARDC kuendelea kufanya repli strategique inazua maswali mengi mwa Kongomani wote wakijiuliza ni wapi sasa watakapofika kuendelea kurudia nyuma tangu Luvungi, na wakumbusha kwamba akukukuaka tena kupigana kamwe, ilikuwa kuendelea kurudia nyuma bila kupigana tena hatari waresiste wapigane na AFC M23. Hapana, nadhani kwamba wale ambao wako naendelea kupata habari zetu za kila wakati walikuwa wanaendelea kujua mambo jinsi yanavyoendelea kukua hapo, na waambia ya kwamba mambo ya vita yanabadilikaka kila wakati, inakwaka kukua leo ni weye, kesho ni mwingine. Wakongomani musikate tamaa kabisa, huenda kesho inaweza geuka na mambo kubadilika. Realite kutoka pale Kufro ni ya kwamba Sange nayo ilikamatwa na waasi wa AFC M23. Tuendelee na habari zetu, tuwaambie kuhusu alichokitangaza Felix Tshisekedi kwa hotuba yake ya siku ya leo. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo ametoa hotuba yake ya pili kuhusu hali ya taifa tangu awamu yake ya pili mbele ya bunge lililokusanyika huko Kinshasa mu Palais du Peuple. Hotuba hii iliyochukua takribani saa 2 na dakika kama 10 imelenga maendeleo ya ndani, changamoto za usalama na matumaini ya baadaye. Ameanza kwa kushukuru Mungu na kutoa picha ya jumla ya maendeleo, kisha kazungumzia sekta mbalimbali na kuishia kwa ujumbe wa matumaini kutoka katika Biblia mu kitabu cha Isaya mstari wa 9 sura ya 1, ambapo kunaandikiwa hivi: giza halitawale milele Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, simama na uangazwe kwa maana nuru yako inakuja. Liyo yatangaza ni mengi, tutawambia kwa machache ya maana. Aliongelea kuhusu mambo mengi, hali ya taifa na matumaini. Rais ameeleza kuwa nchi ya Kongo ina maendeleo makubwa katika sekta za uchumi, elimu, afya na miundombinu licha ya changamoto za usalama mashariki mwa nchi. Ameahidi kuwa serikali itaendelea na maendeleo endelevu na kutoa wito kwa umoja wa kitaifa dhidi ya agresio rwandeze. Akiendelea na hotuba yake alipana ujumbe wa kufunga, ambapo ameomba dua kwa taifa lote akisema tumaini letu ni kwamba nuru itangaza na giza litapungua, na kuahidi kushikilia maadili, haki na amani. Kuhusu mambo ya usalama na amani, Rais Felix Tshisekedi amekosoa vikali Rwanda kwa ukiukaji wa makubaliano ya amani yaliyosainiwa hivi karibuni huko Washington tarehe 4 za mwezi huu mwaka huu pamoja na Qatar. Amesema ya kwamba Rwanda kabisa imewaleta askari wake na kuendelea kushambulia maeneo ya mashariki, ikijumuisha mashambulizi ya mabomu mazito siku moja baada ya kusainiwa. Hii ni ukiukaji wa moja kwa moja wa makubaliano ya amani kati ya pande mbili, na akasema ya kwamba Kongo haitaendelea kukubali kabisa provokasio zote zinazoendelea kuletwa na hao waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kuhusu makubaliano ya Washington, President Felix Tshisekedi amebainisha kuwa makubaliano hayo hayakubaliani na kushiriki ufalme wetu wala kutoa msamaha kwa uhalifu dhidi ya raia wanaopoteza maisha, mali na haki za binadamu. Haya ni hatua ya kugeuza, si hati nyingine, akisema yanajumuisha amani, kanuni na ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda. Kuhusu ripoti za ukiukaji, ameeleza matukio ya hivi karibuni, mashambulizi ya AFC M23 wakiunga mkono na Rwanda katika maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu yaliyosababisha vifo vya watu wengi na majeruhi kadhaa.
Aliendelea kusema kuhusu wakimbizi wanaokimbia maeneo yao kutokana na vita, akasema ya kwamba hayo kabisa yataisha. Alirejelea kuhusu makundi yenye silaha kama Codeco na ADF huko Ituri, akasema ya kwamba hatua za serikali ni kuimarisha kabisa FARDC na wafuasi wake jeshi la Burundi na wazalendo kwa kupambana kwa nguvu na kwa uwiano. Katoa wito kwa jamii ya kimataifa, Umoja wa Mataifa pamoja na Union Européenne kushikilia Rwanda na wengine wanaofadhili uhalifu, akisema ya kwamba wakati wowote kabisa kijiji hata kimoja kitabakia kikiwa menase na hayo makundi yote yenye silaha, kuna kumaliza kazi ambapo kutakuwa na kuko hapo alikuwa akiahidi ya kwamba kazi itatendeka na itafanyika. Ameahidi kupambana kwa nguvu na kutoa wito kwa umoja wa kitaifa ili kulinda ufalme wetu na heshima ya watu wetu. Aliendelea kutangaza kuhusu uchumi na fedha, akisema kwamba maendeleo ni mazuri mwaka wa 2026, kila kitu kitakwenda sawa. Atapandisha mishahara, atapandisha mishahara kwa wafanyikazi wa gouvernement. Alisema kuhusu sekta za uchimbaji madini, akasema ya kwamba kila kitu kiko sawa na hakuna tena wizi ambao utakuwa nafanyika huko ndani ya maeneo yenye uchimbaji madini, na ameahidi kushirikiana na wenzake wa kikanda bila kushiriki ufalme. Na akasema kwamba kazi zilifanyika ndani ya mwaka huu, kazi za gouvernement kama ujenzi wa balabala na vitu tofauti, maaeroporo na mahopitale na vitu vingi, na akasema kwamba na vingine vitajengwa kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Akasema kwamba huko Kinshasa vraiment haikubaliki kuendelea kukua na msongamano wa magari, pia na kuendelea kuona Kinshasa ikiwa kabisa ndani ya insalubrite, kukua kabisa kuko poa, hakuna property ambayo iko pale. Akasema kwamba hayo si mazuri, yatakuja kushughulikiwa. Hayo ndiyo ambayo aliyatangaza kwa machache Felix Tshisekedi siku ya leo, na nadhani kwamba mumeelewa yote, na washukuru kwa kuendelea kukuwa nasi ndani ya habari zetu, na waomba kuendelea kusambaza habari hizi kwa walio wengi na kuendelea kujiabone. Asante.